kwa sababu nitakuwa na mazungumzo na leader wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninakoishi hapa. Wazalendo Uvira de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda wote nitakuwa nao mazungumzo. Naam, nikukaribishe tena mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV. Natumaini ya kwamba popote ulipo wewe ni mzima wa afya kabisa, unatupata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bega kwa bega kabisa sambamba katika channel yetu hii ambayo unaendelea kutizama usiku mchana, kila saa na kila muda na kila dakika, inayokuletea habari motomoto na nzuri ambazo zinazofika kwa malengo yako ambayo unayohitaji, na pia tunakuletea habari ambazo zilizo sahihi, ambazo sio za kuchukua huko na huko, ni habari ambazo tunaweza kuletea sambamba kabisa moja kwa moja ili upate kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi na mpenzi mtazamaji wetu, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia channel zetu hizi na kuziangalia, upate kubonyeza alama ya subscribe kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Pia usikose kushare, kucomment na kulike, utakuwa umetusaidia sana. Kwa hiyo tuko katika maeneo ya Uvira ambako kiongozi mkubwa wa wazalendo aitwaye kwa jina la Bitakwira Justin ameweza kufika katika maeneo ya Uvira na kuweza kuonana na wazalendo, vikosi vyote ambavyo viko katika maeneo ya Uvira ambavyo vimekuja kwa ajili ya kuweza kukaa kwa pamoja ili wapate kukomboa jiji la Bukavu na la Goma kwa ujumla. Hiyo ndio ambayo imeweza kumleta huku, na amesema kuwa ametumwa na Rais Felix Tshisekedi kutoka katika eneo la Kinshasa na kujielekeza katika maeneo ya Uvira. Hapa ni Uvira mpenzi mtazamaji wetu, kama gisi unavyoendelea kuona Bitakwira amekuja kwa lengo moja la kuhamasisha wazalendo wote wapate kuwa kwa umoja kwa ajili ya kukabiliana na swala la kuweza kuondoa hawa wahasi ambao wamevamia nchi ya Kongo kwa kutaka kuigawa katika vipande viwili. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, jiunge nasi ili upate kujua kile ambacho mbunge huyu aidha mchaguliwa huyu amekileta kwa ajili ya wazalendo na kuambia watu wote ambao wako katika maeneo ya Uvira na tarafa la Fizi kwa ujumla, na wote ambao wako katika nchi ya Kongo kwa ujumla, ili wapate kusikia kile ambacho amekileta na kukisema. Amesema kuwa ya kwamba kadiri ya gisi jimbo la Kivu ya Kusini limeweza kuhamia katika jiji la Uvira, aidha kusema kwamba makao makuu imeweza kuhamia katika jiji la Uvira, amesema kuwa hapo itabakia hapo. Akasema ya kwamba Bukavu nayo itakuwa makao makuu ya jimbo nyingine. Ina maana kama kadiri ya gisi alivyosema, ina maana imewezekana kuwa imeweza kugabulikana kuwa nyingine jimbo, kwa sababu hapo ndiko kuko makao makuu ya jimbo la Uvira kwa sasa na jimbo la Bukavu kwa sasa ambalo linatumika kazi zake, kwa sababu katika maeneo ya Bukavu M23 ndio wamevamia hapo na wamemiliki hapo. Kwa hiyo serikali yote ya Kongo ya jimbo ya Kusini inatumikia kazi zake na miradi yake yote katika jiji la pili ambalo linaitwa Uvira. Ndivyo ambavyo amesema, na amesema kuwa atawaalika wazalendo wote katika nyumbani mwake na waweze kukaribiana na hii swala kwa ajili ya kuweza kukomboa watu ambao wamekwama katika maeneo ya Bukavu na Goma, hususan gisi wanavyokufa usiku na mchana, na wanawake kubakwa na wengine kunyanyaswa, na wengine hawana hata amani ya kutembea katika barabara wakiwa huru. Hiyo ndio ambayo imemleta hapa mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo upate kuangalia mwanzo mpaka mwisho, uwe pamoja nasi katika vipindi vyetu vyote. Naam, nikukaribishe tena na kukuambia ya kwamba kama wewe unapatikana nje ya nchi, naomba uweke comment ya emoji ya bendera yako ambako unakopatikana, haijalishi uko Kenya, uko Uganda, uko Malawi, uko Amerika, uko Canada, aidha uko Australia. Upate kutuambia eneo unapopatikana ili tupate kujua wadau wetu wanatupata kupitia nchi gani. Naam, nikuache basi upate kusikia kile ambacho amekwenda kukisema, kwa maana naamini ya kwamba sote ambao tu Afrika kuna wengi ambao wanaosikia Kiswahili, kwamba na hiyo nikuache upate kusikia kile ambacho amekwenda kusema, kwa sababu atasema Kifaransa na hapa kuna interpret wake ambaye atawaambia katika lugha la Kiswahili ili mpate kujua kile ambacho amekileta. Tangu hiyo wakati ninajua na ninaamini kwamba baadhi yao wengi hawakurudi katika pori. Et c'est pour eux que je suis encore ici présent. Na kwa sababu ya wazalendo njoo kwa maana tena juu yao niko hapa. Je vais dire merci aux forces armées. Ninaweza kusema asante kwa kikosi cha jeshi la taifa. Dire merci à la police même si elle avait fui au Burundi. Ninaweza kushukuru polisi pia hata kama wamekimbilia Burundi. Et tous les fuyards seront punis. Na wote waliokimbia wataadhibiwa. Civil comme militaire. Raia kama jeshi. Je répète, ninarudilia, tous
tous les fuyards seront punis. Wote waliokimbia wataadhibiwa, Civils comme militaires. raia kama vile jeshi, wote wataadhibiwa. Ici, nous ne sommes pas à Bukavu où on fuit n'importe comment. Hapa hatuko Bukavu ambao wanakimbia namna yoyote. Mais je dois inviter les Wazalendo. Hapa lakini nitaambia wazalendo, Parce que j'aurai réunion avec tous les leaders à ma résidence après ici. kwa sababu nitakuwa na mazungumzo na leader wote wa wazalendo nyumbani kwangu ninakoishi hapa. Les Wazalendo d'Uvira, de Fizi, Mwenga, Shabunda. Wazalendo ambao wa Uvira waliotoka Fizi, Mwenga na Shabunda, wote nitakuwa nao mazungumzo. Le monde vous dit merci. Dunia nzima inawashukuru wazalendo. Les yeux du monde entier sont braqués à Uvira. Macho ya ulimwengu mzima yako yanaangalia Uvira hivi. Et c'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Na Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est Uvira qui va libérer Bukavu et Goma. Uvira ndio itakomboa Bukavu na Goma. C'est parmi ma mission. Ni baadhi ya mamisheni au mission zilinileta hapa. Les Wazalendo, soyez disciplinés. Wazalendo muwe na nizamu. Ayez le comportement militaire maintenant. Muwe tangu sasa hivi na hali ya kijeshi. Le territoire d'Uvira n'est pas dans la rébellion. Tarafa la Uvira aliko katika rebellion. N'est pas occupé par le M23 et le Rwanda. Ili tarafa haliko kwenye uongozi wa M23 na Rwanda. Alors nous ne voulons pas apprendre qu'on s'attaque à un innocent ici. Hatupendi kusikia kwamba mulimuvamia mtu yoyote ambaye ni innocent, hana kosa. Qui que ce soit. Hata kwa awe yeyote. Mais celui qu'on soupçonne être en complicité avec l'ennemi, on doit le châtier. Lakini ule mwenye tutashakia kama iko nazungumuza na adui, anatakiwa kuadhibiwa. Ici, nous ne sommes pas à Goma ou à Bukavu où il y a une administration de rébellion. Hapa hatuko Goma wala Bukavu ambako pako uongozi wa rebellion. Que on voit les armes de Wazalendo aller au cadastre, donner le cachet. Non, ça c'est une rébellion. Ambako tunaona silaha za wazalendo zinaenda kwenye ofisi ya kadastre. Ale, leta muhuri wa ofisi. J'envoie les gens à la douane. Si il y a des vides, on va faire ceci. Suivez-moi bien. Asema tunatumana watu kwenye mipaka na mahali pengine. Na waambia munisikie kama kutaonekana upungufu wa watumishi. Les fuyards là. Wale waliokimbia wale. On va demander au chef de service. Tutaomba kwa viongozi wa kila ofisi qui ont fui ici. Wanani waliokimbia katika ofisi yako. Vous dressez la liste. Anatufanyizia orodha. Vous aussi vous venez avec votre liste. Na nyinyi pia mnakuja na orodha yenu. Vous déposez chez le maire de la ville. Munampa meya wa jiji huyu hapa. Nous l'envoyons à Kinshasa, on vous affecte officiellement. Tunamutuma Kinshasa, wanawaweka kwenye kazi kisheria. Je sais que les jeunes d'Uvira, ninajua kwamba vijana wa hapa Uvira hapa ont été exclus dans le travail. Walikuwa walitupiliwa mbali ndani ya makazi za uongozi. Bukavu n'engagé personne d'Uvira ici. Bukavu haikukuwa naweka mtu yoyote wa Uvira kwenye kazi. Maintenant le moment de vous engager est arrivé. Wakati wa kuweka kwenye makazi unafika. Pas vous faire engager dans la rue. Hapana kujiweka kwenye makazi barabarani tu hivi kenyeji. Kinshasa signe, il vous affecte. Kinshasa anasahini na anawaweka kwenye kazi. Et vous commencez à être payé. Na mnaanza kulipwa papo hapo. On va aller plus loin. Tutaenda mbali zaidi kwa hiyo. Maintenant ici c'est le siège de la province, non? Sasa kwa sasa si hapa ndio kunakuwa uongozi wa jimbo. Est-ce que Uvira a un chef de division à Bukavu?
Uvira kuna kiongozi yoyote anayesimamia taasisi yoyote Bukavu? Il y a un fils d'Uvira, chef de division à Bukavu. Kuna kijana wa Uvira anayesimamia taasisi yoyote Bukavu? Je sais qu'il n'y en a pas. Ninaamini kwamba hakuna. Maintenant nous les aurons, de gré ou de force. Kwa sasa tutawapata kwa shari wala kwa mema. Je vais lancer un message au président de la République. Hapa nataka kutuma ujumbe kwa rais mheshimiwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand Mzee Laurent Désiré Kabila est rentré de Lubumbashi, wakati mheshimiwa marehemu Laurent Désiré Kabila mzee alitoka Lubumbashi, Rwanda n'est pas pris la capitale. Baada ya kuwa Wanyarwanda walishindwa kukamata mji mkuu wa Kinshasa, il a donné 3 cadeaux aux Kinois avant de rentrer de Lubumbashi. Alipatia zawadi 3 kubwa kwa watu wa Kinshasa kabla hajatoka Lubumbashi. Il a donné 3 mois d'eau gratuit. Alipana miezi 3 ya bure bila kulipa maji. 3 mois de courant gratuit. Alipana miezi 3 bila kulipa umeme. Et il a donné un marché qui s'appelle Marché de la Liberté à Masina. Akawapa pia, akawajengea pia soko inayoitwa soko ya uhuru, sehemu inayoitwa Masina. Nous allons demander un cadeau au président Tshisekedi dès que nous terminons la guerre. Na sisi tukimaliza hivi vita tutalomba zawadi kwa mheshimiwa rais baada ya vita. Vous connaissez le cadeau là? Mnajua zawadi tutaomba? Vous connaissez le cadeau là? Mnajua zawadi tutaomba hiyo? Uvira devienne le chef-lieu du Sud Kivu. Uvira inageuka makao makuu ya Sud Kivu. Et que Bukavu soit le chef-lieu du Kivu central. Na Bukavu nayo itakuwa makao makuu ya Kivu ya kati. C'est des cadeaux que nous allons demander. Na hiyo ndio zawadi tutaomba kwa mheshimiwa rais. Et c'est selon la constitution. Na hiyo kutokana na katiba ya nchi. Donc la province ne rentrera plus, elle reste. Manake haitarudi tena. Jimbo halitarudi tena kule litabaki. Uvira était un district comme Kalemi. Uvira ilikuwa mji mkuu kama Kalemi. Comme Goma. Kama Goma. Comme Kindu. Kama Kindu leo. Comme Guadolite. Kama Guadolite sasa. Comme Gemena. Kama Gemena. Comme Lisala. Na kama Lisala. On s'était arrêté en cours de route. Tukaishiaka munjia sisi. Tous les grands espaces du Congo. Kila maeneo makubwa ya nchi ya Kongo. À 4 à 5 provinces. Ziko leo